The education that he was left functioning, now it is corruption. Kutoa 5 billion shillings kwa elimu na kuweka kwa State House ili yeye aendelee kusimama na kusimama juu ya magari na kutembea haina maana hata kidogo. Hana maana na mtoto. Na mtu ambaye hafikirii majali ya mtoto hana maana na humanity. He is not interested in the future of this country. What are they doing? Intimidating those who do not agree with them and weaponizing every institution that can be weaponized. And we want to thank the judiciary because the judiciary has stood firm. It has stood firm kwa hiyo maneno yote. Na tunaona ile vita Martha Koome anapigwa na wakili mwingine kutoka pande ya dunia hiyo nyingine. Hiyo vita yote ni kuhakikisha kwamba hata judiciary wamefika pali ya kugandamiza wa Kenya. Lakini tunataka kuambia wakae gagali, wasikubali kufukuzwa ama kuletewa maneno. Tangu 1963 seal ya serikali imekuwa ofisi ya AG. Ni sababu gani Ruto anaitoa kwa AG anapeleka kwa ofisi yake? Ni parastatos anataka kuuza bila kutuuliza ama ni nini ya Kenya anataka kuuza bila kuuliza wa Kenya? Ni jukumu la muhimu wale wabunge ambao walioko wahakikisha kwamba wamepitisha sheria, kwa sababu hiyo ni yako katika mamlaka yake yao. Warudishe siri kwa AG. Fanya campaign na tuunganishe watu wote pamoja, tuhakikisha kwamba tumepata kiongozi ambaye atatutoa kwa zile shida ambazo tumeletewa na Kasongo. Na ndio tuko hapa na sisi kama Jubilee, yule ambaye tunauza kwa soko ya siasa nani mwingine isipokuwa Fred Okengo Matiang'i, daktari.